Inataka watu sana wenye akili, inataka watu ambao wana uthubutu. Ndio iko kitu ambacho sisi hapa na mwanangu Fidi kilitukuta. Tulikatishwa tamaa na baadhi ya marafiki ambao wao walikuwa wanaamini yale ambayo yanasemwa kwamba hawa machizi wameisha, muda wao umepita. Usikubali kuamini neno kama hilo kwamba mwanadamu anapumua afu muda wake umekwisha. Hiyo ni kitu mbaya sana, na nadhani hiyo imekuja kuthibitika hii leo. Mundani mmeona umati wote huu umewafuata hao kina Juma Nature, imewafuata hao kina Inspector Harun, kina Fandesele ambao siku zote wanasemwa kwamba wao muda wao umepita, lakini hii leo umeona wanaosema muda wao umepita ndio wamenyamazisha Tanzania nzima. Macho yao yote yako hapa. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia, kitu cha kufurahisha. Hongera sana Madi, ni wazo zuri kubwa na tumeona jinsi ambavyo mwitikio umekuwa mkubwa. Hii itakuwa na muendelezo au kuna kitu gani ambacho umekiona? Nafikiri ili swali lako hili linamalizwa na Fikiu. Fikiu ndo ana ratiba nzima ya shughuli yote itakavyokuwa inaanza, inaenda, inaisha. Kabla hatujafika huko, nilikuwa nahitaji kuweza kujua tumefanikiwa katika upande wa kuweza kuhakikisha kwamba wasanii wanapata mapato yao kwa kupitia shows. Kilio kikubwa cha wasanii wa zamani ni kuhusiana na issue nzima ya mapato kwenye upande wa digital. Je, tumewekeza kwenye upande wa matamasha? Step ambayo inafuata na ni ipi katika issue nzima ya kuweza kuweka nguvu sisi kama sisi wana industry katika kuhakikisha ma legend wetu wanapata chochote kitu katika platforms? Bahati nzuri sasa hivi shirikisho la muziki Tanzania, katibu wake mkuu ni Bwana Farid Kubanda, ambaye na yeye ni mmoja wa wahanga wa hicho ulichokisema. Kwa hiyo nafikiri kinaenda kutatuliwa. Waziri ambaye anaendesha hii dhamana ya huu mziki wetu au hichi tunachokifanya, na yeye ni mwanamuziki ambaye naye ni muhanga wa hicho ambacho umekisema. Kwa hiyo kinaenda kutatuliwa. Kwa hiyo serikali yetu sikivu